Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini moja kati ya taarifa tulizokuwa nazo ni pamoja na Israel kufanya mkururo wa mashambulizi huko Yemen na kusababisha kuharibu uwanja wa ndege wa Sanaa kama ilivyotokea baada ya Wahouthi wa Yemen kufanya mashambulizi dhidi ya anga la Israel na kusababisha kuleta madhara katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Sasa Israel ni kama vile imekuja kulipa kisasi kizito. Mashambulizi ya anga ya Israel yameuharibu uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa Sanaa ambao unadhibitiwa na wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen na kushambulia maeneo mengine. Hii ni kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF ambalo limetangaza siku ya Jumanne. IDF imeanzisha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen kufuatia kundi la wapiganaji hao wa Kihouthi kushambulia kwa makombora kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na Tel Aviv siku ya Jumapili. Ndege za kivita zimegonga na kubomoa miundombinu ya Wahouthi katika uwanja mkuu wa ndege huko Sanaa na kuzima uwanja huo kikamilifu, IDF ilisema. Kadhalika, IDF iliongeza kuwa vituo kadhaa vya umeme na mitambo na saruji pia vimelengwa. Kanda za video walizosambaza mitandaoni zinaonyesha moshi mzito mweusi ukipanda juu ya Sanaa. Mashambulizi ya Jumanne yaliua takribani watu 3 na kujeruhi zaidi ya watu 30 kulingana na taarifa iliyotolewa katika televisheni ya Wahouthi ya Al Masira. Wametoa taarifa hiyo chini ya masaa 24 baada ya Israeli kushambulia kwa bomu katika bandari ya Hodeida na kuua wengine kadhaa na kujeruhi. Mtangazaji huyo alionya kwamba mashambulizi ya hivi karibuni yanaweza kuzidisha mzozo wa kibinadamu wa Yemen kwa kutatiza huduma za umeme, lakini pia hali inadaiwa kwamba si shwari kutokana na namna ambavyo mashambulizi yalivyo katika eneo hilo la Yemen. Lakini kimsingi wakati huu Israel pamoja na wapiganaji wa Kihouthi wamekuwa katika tofauti nzito, licha ya kwamba Marekani ipo katika mpango wa kuhakikisha wanaachana na kupambana na kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi. Mashambulizi hayo ya anga yanaashiria kuongezeka kwa uhasama kati ya IDF na Wahouthi wanaungwa mkono na Iran kama ambavyo Iran na Marekani zinadai. Siku ya Jumapili, kombora la Wahouthi lilikwepa ulinzi wa anga wa Israel na kutua karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kujeruhi watu 6 na kutatiza kwa muda usafiri wa anga. Ilionekana kuwa mara ya kwanza kombora la Wahouthi kufika katika eneo hilo. Shambulio hilo lilisababisha kulaaniwa vikali na maafisa wa Israel. Wapiganaji wa Kihouthi wanadai kuhusika, wakiita kombora hilo kuwa ni jibu kwa kampeni ya kijeshi ya Israel huko Gaza. Walionya kuhusu kizuizi kikubwa cha anga na wakaapa kulenga mara kwa mara viwanja vya ndege, haswa Ben Gurion. Kundi hilo linalodhibiti maeneo mengi ya magharibi mwa Yemen zikiwemo maeneo ya Sanaa na Hodeida limerusha ndege zisizokuwa na rubani na makombora katika maeneo ya Israel na meli za Bahari Nyekundu katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Inasema mashambulizi hayo yanaungwa mkono na Wapalestina. Kufuatia makombora hayo ya Jumanne, Wahouthi wanasema vitendo vya Israel havitapita bila majibu na kwamba wakati huu wanaandaa jibu zito kwa ajili ya kufanya mashambulizi mazito dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi wa nchini Yemen. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, utaweza kuyafahamu ya ulimwengu kupitia The World News.